Na pamoja na juhudi kubwa ambazo zinafanywa na idara ya uhifadhi wa bahari lakini bado changamoto kubwa inaendelea kuonekana hususan kwenye swala zima la matumizi ya kasa. Matumizi ya kasa yamepigwa marufuku hapa visiwani Zanzibar, lakini pia na sehemu kokote kwenye eneo la Tanzania, lakini kwa hapa Zanzibar bado kuna watu wachache wamekuwa wakiendelea na biashara hii, lakini vilevile walikuwa wamekuwa wakiendelea na swala zima la kuangamiza kasa hao. Kama unavyotazama hapa ni Uroa, tumepata taarifa kuna kasa wamekamatwa baada ya doria kufanyika, lakini watu wa doria wamepata taarifa zaidi nini ambacho kimefanyika. Kama unavyotazama hapa chini, hawa ni kasa wawili naambiwa, na tayari wamekatwakatwa kwa ajili ya matumizi, na tunajua ni athari kubwa na wanaweza kusababisha sumu. Niko na moja ya wasimamizi wa doria katika eneo hili. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Sawa, vipi hali? Namshukuru Allah. Wewe wanakuita bwana nani hapa? Naitwa Yunus Ali Hassan maarufu Yuba. Tueleze nini hasa kimetokea? Katika mizunguko yetu ya doria, ndio katika ishu zetu za kila siku tunakuwa na doria za kila siku ambazo tunafanya. Kwa bahati leo tulichelewa kidogo kutoka doria. Kwa hiyo alikuja mtoto akatupa taarifa, kwa sababu tayari tuna watu ambao tunaweka kwa ajili ya hizo taarifa, kwa sababu watu mara nyingi wanatusoma sisi, kwa sababu ni nyumbani kwetu, kwa wanajua ratiba zetu, kwa mtu anakusoma anajua vipi wafanye. Kwa alikuja mtoto, badala ya kuja mtoto akatusoma, akatuita, bwana kuna mzigo. Wapi? Kule kaskazi katika boma upo. Tukaongozana kijana ule kwenda, tukakuta mzigo upo, polo mbili zimeegemeshwa katika ukuta. Baada ya kufungua tukaangalia kweli ni kasa, tukaondoka nazo tukaja hapa na tukaamua kutoa taarifa kwa viongozi wetu wa juu. Kwa hiyo muhusika hamjamkuta kabisa? Hajawakuta wahusika wa aina yoyote. Tumekuta mzigo kama mzigo, kwa sababu kawaida wanajua tunapokuwepo taarifa ya uuzwaji itatoka. Kwa hiyo hawezi kufanya kuuza kwa muda, kwa sababu kama juzi tulitoka doria, baada ya kwenda doria tukakuta jamaa, lakini tukawatilia mashaka kwa sababu hakuwemo, lakini tukawatilia mashaka. Badala ya kwamba tushafika mbali na eneo la Uroa katika doria zetu, tunapata simu ya kwamba kasa mtaani inauzwa, na maana wanaouza hichi kitu ni watu wa karibu, lakini wanatusoma mazingira. Hawa watu wapo, hichi kitu hakiwezi kufanyika. Kwa maana imani yetu huu mzigo uliwekwa attention, kwa maana tunajulikana tunaweza tukatoka doria, tutakapotoka watu wafanye kazi zao. Lakini kwa bahati nzuri walitokea watoto ambao manake tunajuana nao, ni wa mtaani. Tumejaribu kuelimisha, unajua hivi tunajaribu kutoa elimu ndogo ndogo kwa jamii yetu. Kwa wale walioelimika wametuletea hiyo taarifa, bwana sehemu fulani umefichwa mzigo. Kwa hiyo tumeenda tukakuta mzigo husika. Kama huyu kwa sisi ambao kwa elimu yetu sisi ya kisomi ya mtaani, huyu kasa alishataga. Kwa maana badala ya kutaga alikuwa anarudi baharini. Na maana badala ya muda mwingine tulitegemea aje kutaga mayai mengine. Kwa maana tayari tulishapoteza kizazi chengine cha kasa ambacho manake kilikuwa ni muhimu, kwa sababu tukiangalia katika mazingira ya kawaida, kasa ni daktari mkubwa baharini, ni mmoja katika viumbe ambao wanaondosha mambo mengi yenye athari kwa binadamu. Inaweza ikawa ni nyama ya kuvutia machoni ukitazama kama hivi lakini nyama hii sio halali, wala kiumbe hiki sio halali kuliwa, ni marufuku kabisa kwa kula kasa. Naamini mamlaka husika ambazo zinasimamia hapa zimeona swala hili na tutazungumza nao. Jina naitwa Dr. Makame Omar Makame, mkurugenzi idara ya uhifadhi wa bahari ndani ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi. Leo walinzi wetu wa bahari yani rangers wa Ghuba ya Chwaka walifanikiwa kukamata kasa wawili ambao tayari walikuwa kwenye utaratibu wa kuchinjwa na hao wahusika, lakini kwa bahati mbaya hao wahusika hawakukamatwa, lakini hatua iliyochukuliwa ni ile nyama kuteketezwa kwa njia ya kufukiwa. Tunapenda kuwajulisha wananchi kwamba ni kosa kisheria kuvua, kula au kufanya biashara ya aina yoyote ya kasa, na kutokana na umuhimu wake katazo la kasa linapatikana kwenye sheria 3 tofauti: sheria ya misitu, sheria ya uvuvi, lakini pia sheria ya mazingira.
na kwa bahati nzuri tunatengeneza sheria mpya au tuna review sheria yetu ya uvuvi. Kwa hilo nadhani tutapeleka mapendekezo serikalini hasa kwenye kanuni, ili tuone tunaongeza hizi adhabu, ili wananchi mbali ya elimu waone sasa, kwa sababu hizi adhabu pia ni sehemu ya elimu. Kwa hiyo wakati tunaendelea na elimu, lakini pia hizi adhabu inabidi ziongezeke ili tuondoe hii changamoto.